Malengo yetu makuu ilikuwa pamoja na mambo mengine kuhakikisha kwamba tuna sustain uchumi wetu, na katika kanda hii Zanzibar imekuwa inakuwa kwa kasi kubwa. 7.3 on average kwamba tunakuwa sasa hivi ni moja kati ya ukuaji wa uchumi mkubwa sana, na hii inatokana na uwekezaji mkubwa ambao umefanyika kupitia kwenye uwekezaji kwenye afya, uwekezaji katika miundombinu ya elimu, uwekezaji kwenye miundombinu ya barabara pamoja na mifumo ambayo imewekezwa. Hii inakwenda sambamba na ukusanyaji wa mapato ambao sasa hivi unakwenda kwa wastani wa 100% kwa kile ambacho tunakipanga. Kwa hiyo matarajio makubwa sana pamoja na fedha, upatikanaji wa fedha. Tulitarajia sana suala la ajira liwe ndio agenda ya kubwa, kwa sababu tunajua changamoto ambayo tunayo ni suala la ajira kwa Zanzibar. Kwa mujibu wa utafiti wa mwaka 2024, karibu 29% tunayo unemployment kwa Zanzibar ni kubwa sana, na hii kubwa wake unakwenda hususan kwa vijana. Kwa hiyo swala la ajira ni priority, lakini ukirudi nyuma mtu hawezi tu kaajiriwa kama huna skills, kama huna elimu inayostahiki katika kuajiriwa. Na ndio maana sasa tunarudi nyuma, uwekezaji wetu unafanyika kwenye elimu, kuweka miundombinu ya elimu, kuwawezesha vijana capacity, lakini vile vile kuona namna gani hao vijana wanakuwa skilled. Katika hatua ambayo imefanyika katika kipindi hiki, mfano hichi cha utekelezaji wa bajeti, ni pamoja na kurekebisha sheria ile ya vyuo vya mali ili viweze kwenda kutoa elimu ambayo inahitajika sasa hivi katika soko hili la ajira. Kwa hiyo vijana wamewezeshwa, na tunaona kwa sasa ufaulu katika ngazi ya elimu ya sekondari ni mkubwa. Unawafanya nini wale kuwapeleka katika vyuo vikuu? Kwa sasa hivi kinachokuwa kinafanyika vile vile kila mwaka kupitia Tume ya Mipango inaangalia, inafanya assessment soko la ajira katika mwaka huu, katika miaka mitatu ijayo, nini kitahitajika. Ndiko ambapo tunaelekea kule kwenye tunapeleka hizo agenda kwenye vyuo vyetu vikuu. Yote lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira. Sasa hili vile vile kilichokuwa kimefanyika, serikali iliamua chuo chetu kikuu cha Zanzibar, cha taifa cha Zanzibar, SUZA. Kama mnakumbuka kwamba SUZA vile vile ilikusanya vyuo vingine. Chuo cha afya ilikuwa under SUZA, chuo cha usimamizi wa fedha CHUAKA under SUZA, chuo cha utalii under SUZA, chuo cha uandishi wa habari kilikuwa under SUZA. Serikali maamuzi yake ni kudismantle, kuona sasa vile vyuo vile vinatoa zile elimu ambazo sasa zitawezesha vijana kwenda katika soko la ajira. Kwa hivyo sasa hivi mchakato unaendelea. Chuo cha utalii kitakuwa kwake, chuo cha afya Mbweni kitakwenda kusimamiwa na Wizara ya Afya, chuo cha ZIFA CHUAKA kitakwenda kusimamiwa na Wizara ya Fedha na vinginevyo. Lengo hasa kuona kuna ufanisi wa kuwezesha vijana wetu kuwa na technical skills kuingia katika soko la ajira. Kwa hiyo hiyo pia vile vile ni hatua kubwa zaidi. Mheshimiwa Rais aliahidi kwamba focus itakuwa kwa vijana katika ku-create ajira, focus itakuwa katika kuwezesha matumizi ya sayansi na teknolojia, lakini focus vile vile itakuwa katika kutatua changamoto mbalimbali. Mheshimiwa Rais ameunda wizara specifically inahusiana na vijana.